Ripoti mpya ya kijasusi ya Marekani imeibua taarifa mpya kuhusu hali ya uongozi wa Iran, ikidai kuwa kiongozi mkuu wa Iran Mojtaba Khamenei anadaiwa kujificha katika eneo la siri huku akiwasiliana kwa kutumia mtandao maalum wa wajumbe ili kuepuka kulengwa na mashambulizi ya Israel. Kwa mujibu wa maafisa wa Marekani waliozungumzia swala hilo na shirika la habari la CBS, hatua hizo za tahadhari zimeongeza ugumu mkubwa katika mawasiliano ya ndani ya serikali na hata kuchelewesha mazungumzo yanayohusisha juhudi za kusitisha vita kati ya Marekani na Iran. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mfumo wa mawasiliano unaotumiwa na Khamenei umewekwa kwa tahadhari kubwa kiasi kwamba hata baadhi ya viongozi wakuu wa Iran hawawezi kuwasiliana naye moja kwa moja. Badala yake, taarifa hupitishwa kupitia ujumbe maalum wanaotumwa kutoka sehemu moja kwenda nyingine kwa siri kali. Mfumo huo umeelezwa kuwa wa polepole na wenye kuchelewesha maamuzi muhimu ya kisiasa na kijeshi, hali ambayo imekuwa changamoto kubwa katika mazungumzo yanayoendelea kuhusu mustakabali wa mzozo huo. Afisa mmoja wa Marekani alizungumza na CBS alieleza kuwa ucheleweshaji huo wa mawasiliano ndiyo sababu ya kauli zinazotolewa mara kwa mara na viongozi wa Iran wakisema kiongozi mkuu amekubali mfumo wa makubaliano au tusubiri mrejesho kuhusu vipengele vya mwisho vya makubaliano. Kwa mujibu wa afisa huyo, kila taarifa inayofikia Khamenei huwa tayari imepitwa na wakati kutokana na mazingira ya usalama na ugumu wa kuifikisha kwa haraka, jambo ambalo linachelewesha majibu yake kwa kiasi kikubwa. Ripoti hiyo pia inadai kuwa hatua hizo kali za usalama zimechukuliwa kutokana na hofu ya Iran kwamba Israel inaweza kujaribu kumuua Khamenei, hasa baada ya mashambulizi makubwa ya pamoja Marekani na Israel dhidi ya Iran katika vita vinavyoendelea. Marekani inaamini kuwa mazingira hayo yameifanya Iran kuwa na uongozi unaofanya kazi kwa tahadhari ya hali ya juu, huku viongozi wake wakiepuka kuonekana hadharani au kutumia njia za kawaida za mawasiliano. Kwa mujibu wa taarifa hizi, baba yake na mtangulizi wake Ali Khamenei aliuawa Februari 28, siku ya kwanza ya vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Ripoti hiyo inaeleza kuwa Mojtaba pia alijeruhiwa katika mashambulizi hayo kabla ya kuteuliwa rasmi mwezi Machi kuchukua nafasi ya baba yake kama kiongozi mkuu wa Iran. Hata hivyo, tangu uteuzi huo hajawahi kuonekana hadharani wala kusikika akitoa hotuba yoyote ya moja kwa moja, jambo linaloendelea kuzua maswali kuhusu hali yake ya kiafya na namna anavyoendesha majukumu yake. Mbali na Mojtaba Khamenei, ripoti ya CBS inaeleza kuwa viongozi wengine waandamizi wa Iran pia wameingia mafichoni kutokana na hofu ya kulengwa na mashambulizi. Inadaiwa kuwa baadhi yao hukaa kwa wiki kadhaa ndani ya maeneo ya chini ya ardhi, wakiepuka hata kuwasiliana wao kwa wao mara kwa mara kwa hofu ya kufuatiliwa na maadui wao kupitia teknolojia za kijasusi. Afisa mwingine wa Marekani alitoa maelezo yanayoonyesha namna hali ilivyo ngumu ndani ya uongozi wa Iran, akisema kuwa kushuhudia viongozi wa Iran wakijaribu kutafuta namna salama ya kuwasiliana ni kama kutazama tamthilia ya vichekesho, akidai kuwa viongozi hao wanaonekana kuchanganyikiwa na kukata tamaa kutokana na changamoto za mawasiliano salama. Hata hivyo, madai hayo ya maafisa wa Marekani bado hayajathibitishwa rasmi na serikali ya Iran na hakuna tamko la wazi kutoka Teherani kuhusu mahali alipo Mojtaba Khamenei au hali halisi ya mawasiliano ndani ya uongozi wa nchi hiyo. Katika mazingira ya vita na propaganda za pande zinazohusika, taarifa kama hizi mara nyingi huibua mjadala kuhusu usahihi wake na iwapo zinatumika pia kama sehemu ya vita vya kisaikolojia kati ya mahasimu wakuu wa eneo hilo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.